Ndugu mtazamaji, ninamshukuru Mungu kwa wakati huu ambao umetunukiwa. Ni wakati ulio wa ajabu na ni wakati wa muhimu sana katika maisha yako wewe ambao umenitazama siku ya leo, ili kuweza kuona ukuu wa Mungu ambaye tunamuomba, Mungu wa mbingu na nchi. Mimi ambao niko mbele zenu, ambaye ni mtunzi pia wa mwimbaji wa nyimbo hizi ambao unaenda kubarikiwa nazo. Ninaitwa kwa majina yangu ni Steven Mosoti. Mi Bwana kaniokoa nikiwa kijana, amekuwa pamoja nami, ameniinua katika kipawa cha uimbaji, sababu ilikuwa ni mapenzi yake. Na wacha nikwambia kwamba katika maisha haya nilipoingia katika uwanja huu wa muziki, Shetani aliweza kughadhabika sana, nyingine za kutaka kunivunja moyo ili nisiweze kuendelea, lakini ninamshukuru Mungu wa mbinguni. Nilipokuwa ninaandaa hizi nyimbo, nimezitunga, Shetani alipita akanipiga na pigo liliokuwa kubwa sana katika maisha yangu, kiasi ya kwamba ilikuwa ni kuishi ama kufa. Nikawa nimepitia katika hospitali nyingi katika Kenya hii yetu, hospitali makubwa, ikiwepo Tenwek, ikiwepo Kablong, ikiwepo Ram, na yale mahospitali makubwa ambao madaktari wake ni wale maarufu. Ninazo sitakabadhi ambao sinaonyesha hayo mambo yote, na sina ushahidi ulio mzuri. Moja hapo unaenda kuyaona katika utazamaji huu, ikiwemo barua moja ambao niliandikiwa nikiwa hospitali ya kwamba umefika mwisho wa maisha yangu. Nimepitia operation mara 5 na imekuwa ya kurudiwa katika mwili wangu. Kwa hivyo ndugu mtazamaji ambao unaniona wakati huu, ujue ya kwamba ni muujiza wa Mungu ambao unaona na macho yako siku hii. Maana hizi nyimbo zangu sio nyimbo tu, lakini ni ushuhuda wa mambo makuu ambapo Bwana ameyatenda. Ndio unaniona, unaona yule ni Steven katika uso wangu, naona na meremeta, lakini kuna mengi ambayo nimeyapitia katika mwili wangu. Labda ninapokuambia kwamba nimepitia hizo operation zote, utaweza kuamini, sababu mwanadamu kapenda kuwatazama na macho yake ili akaweze kuamini. Nataka nikaweze kukufunulia hii tumbo yangu haina umbo kamwe. Ujue ya kwamba sijakuletea tu uimbaji mtupu, lakini nimekuletea neno la Mungu na maajabu ya Mungu na makuu ya Mungu ambayo ameyatenda katika maisha yangu, ili nawe ukapate kubarikiwa. Kwa hivyo ndugu, nataka ukaweze kutazama hii tumbo ili ukaweze kuona yale Mungu aliweza kuyatenda. Sio mambo ya kawaida. Nataka ukaweze kuamini huyu Mungu ambaye anatenda maajabu katika maisha yangu. Wacha nikwambie kwamba unaposikiliza hizo nyimbo, unaenda kubarikiwa, unaenda kuinuliwa na utaingia katika ukuu mwingine. Na wewe ambao hujaokoka, ninajua kwamba siku ya leo Mungu anaenda kukuokoa kupitia kwa ushuhuda huu. Utabaki vile ulivyo. Kwa hivyo sasa nataka ukaweze kutazama hii tumbo yangu taratibu tu, usiogope na usianze kutetemeka, maana ndio ukaweze kuamini yale makuu Bwana kayatenda katika maisha yangu. Hii ni operation moja ambayo ilifanywa kule Kablong, hii yenye unaona hapa hivi. Hii nyingine ambayo imefanywa kule Tenwek na Msungu. Na haikumalizia hapo, nikaenda katika hospitali moja yetu ya mishoni ya Tabaka.
ikafanywa hii nyingine. Unapoona hapa, unapoona ndugu mtazamaji, hata hakuna utofu, nimejaa operation na mambo ya kutisha. Kwa hivyo kulikuweko na nyama ambayo ilikuwa imemea ndani yangu 10 kilos, na ndio wasungu walipotazama wakasema, hii tukiguza huyu ataenda. Kwa hivyo waliamua kurudisha tumbo vile ilivyo, na wakaniambia, ndugu yangu, enda nyumbani kwa sababu sasa huu ni mwisho wako wa kuishi. Ndipo Mungu akamtumia daktari mmoja kiajabu. Ninampenda sana huyu daktari wangu ambaye anaitwa Dr. Kimbiato. Na popote ulipo na popote unanisikiza, naomba Mungu akaweze kukubariki sana, maana ulitumika na Mungu kuweza kuyaokoa maisha yako. Unaweza kutazama ndugu mpendwa, unaweza kuangalia vile ilivyo. Sifanyi haya ili ukaweze kuogopa. Sifanyi haya ili kukutisha wewe. Ila tu ninayafanya nikiwa na ujasiri kukuonyesha yale Mungu amenitendea katika maisha yangu. Unaona, hii ni upasuaji wote umepita. Biblia ilikuwa imewekwa kila mahali ya kutoa uchafu kutoka kwa tumbo. Wacha nikuhakikishie ya kwamba huyu Mungu ambaye tunamtumikia, huyu Mungu ambaye ni mwenye uwezo, ana mipango mikamilifu katika maisha yetu sisi. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Unaposikiza hizi nyimbo kwa makini, na ujue ya kwamba ni ushuhuda unatoka kwa Mungu, na Bwana atakubariki. Asante. Wapendwa, ni furaha kuu kuwaletea nyimbo hizi ambao zimeimbwa na mtoto wangu wa kiroho. Huyu mtoto Mungu amemtoa katika umbali, ndio sababu ameimba wimbo unaosema umbali huu. Maanake kuna mambo amepitia makubwa sana. Alifika hata hospitali Tenweki, ambayo ni hospitali ya mishani ambayo inajulikana katika nchi ya Kenya na hata nchi zingine za East Africa. Wale ambao ni madaktari walipojaribu wakapata ya kwamba kuna kitu ndani ya tumbo kimefula, kilikuwa kilo zaidi ya 2. Wakasema ya kwamba hawataweza kumsaidia, wakalecheza tena hiyo kitu ndani ya tumbo. Na kwa sababu hiyo kulikuwa hakuna tumaini la kuishi. Ilibidi kanisa ikaungana na wapendwa kwa maombi. Kupitia kwa maombi, Mungu akasababisha njia ikafunguka. Huyu mtoto wangu akaenda katika hospitali ndogo ya misheni inayoitwa Tabaka. Hapo Mungu akasababisha Mwafrika kutoka Kongo ambaye alikuja, akamwambia ya kwamba Mungu amenituma kwa ajili yako, na mimi sio yule ambaye atakusaidia, lakini Mungu ambaye tutakayetumainia anaweza kukusaidia na kukuponya. Kwa imani huyu Mungu akasababisha muujiza. Huyu daktari akajaribu vile anaweza, akamsaidia. Bidi hapo huyu mtoto akapona. Na kuanzia hapo Mungu akaendelea kumpatia maono na mafuno ya nyimbo. Na siyo tu, kanisa letu ambao ni ya Pentecostal Church imetoka katika umbali. Hiyo tumekuwa na huyu mtoto tangu miaka ya 1989 mpaka leo. Tumepitia mambo magumu, mambo makali, lakini Mungu huyu anayesababisha watu kutoka katika umbali ndiye Mungu. Na kuambia mtazamaji ya kwamba if you trust in this great God, your life will never remain the same. Maisha yako Mungu atakutoa katika majifu, katika magonjwa, katika shida. Huyu Mungu kimwamini na kuhakikishia kwamba maisha yako yatakuwa maisha ambayo yatakuwa maisha ya tumaini, kwa sababu kuna tumaini kwa wale ambao wanaomtumainia Yesu Kristo.
Kwa hivyo wapendwa, kwa makini kuchukua hizi nyimbo, kwa sababu zina mafuno kutoka kwa Mungu, zimefunuliwa na Mungu. Mungu awabariki unapoendelea kusikiliza na kutazama hizi nyimbo kwa makini. Hii si ya kutafuta pesa, bali ni kusaidia mioyo ya watu wakamwone Mungu. Kwa hivyo Mungu awabariki, na wapenda na mioyo wangu wote, naamini ya kwamba mtainuliwa. Kwa majina, mimi naitwa Bishop Joseph Morema Alfayo, mwanzilishi wa kanisa la Pentecostal Church katika mji wa Keroka, na huyu mwimbaji ni mtoto wangu wa kiroho anaitwa Stefano Mosoti. Kwa hivyo Mungu awabariki mnaposikiliza. Amen.